Mchungaji kwema? Kwema. Baada ya nyinyi kufungwa wanasimba mmekuwa kama mna furaha, tujaonana kabisa. Mimi wala kwa uzoefu mimi ni si mzoefu wa kufungwa. Sisi tumefungwa tushafungwa goli 5 na Yanga. Na bado tukazungumza goli nyingi sana. Hata kimataifa tumekufungwa na Raja goli 3. Na tukazungumza kwa ni vitu vya kawaida kwenye mpira. Okay. Leo mmesafiri Simba kwenda kuwafuata Wamali ambao Wamali wenyewe mnaamini mnaenda kuwapiga ndani nje. Wale tuwafunga kule na Dar es Salaam. Yaani kule kwao na huko. Nje ndani. Unajua Simba sasa hivi itabiriki na Simba sasa hivi akicheza away anakuwa mzuri zaidi kuliko akicheza nyumbani. Wewe angalia mechi nyingi sana Simba ambazo anacheza away anakuwa bora sana kuliko anazocheza nyumbani. Kwa hiyo na imani Simba atavuna point 3 nje ya Dar es Salaam. Bao ndo Mali mnaenda kumfunga. Alafu kuna vitu ambavyo inabidi watu wavielewe. Katika kipindi ambacho tunahitaji umoja ni kipindi hiki. Tumefungwa kila mtu akazungumza ya kwake. Hata familia ikitokea mmegombana mwisho wa siku inabidi mrudi mpatane mwe kitu kimoja. Sisi tumefungwa siku ile baada ya mechi kila mtu akaropoka la kwake. Anayemsema huyu. Wote tukazungumza. Lakini then baada hapo familia lazima irudi iwe kitu kimoja. Kwa hiyo yote juu ya yote mimi kuanzia jana leo nitaendelea kuiombea Simba ili siku ya Jumapili tuweze kupata ushindi. Sasa ukisusa unamsusia nani? Mmependa wenyewe kujalazimishwa wala nini? Ni kuendelea kuiombea klabu, kuombea timu iendelee kufanya vizuri na umoja uendelee ndani ya Simba Sports Club. Mambo ukasirika kwa sababu mmefungwa, tunaonekana sio watu wa mpira. Turudi wamoja kama tulivyokuwa mwanzoni. Gurudumu tulipeleke mbele ili tuweze kupata ushindi siku ya Jumapili. Mazungumzo sasa hivi ni mengi, lakini leo tuachane nayo, tustiki na timu yetu ya Simba. Maana sisi tumeunganishwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo wana Simba kote pale walipo, tuendelee kuiombea timu yetu. Sisi hatuchoki kuomba. Wenyewe wanasema hivi, muomba Mungu achoki. Umeona bwana? Ukiona mtu kachoka ujue ukashapata. Hawai. Kwa hiyo inaweza katangulizwa ukaonekana kwamba unaanza vizuri kumbe wewe ndo wa mwisho. Wao wanasema afadhali mwisho mzuri kuliko mwanzo. Wenzetu wameona mwanzo ndio mzuri watafanya vizuri. Ila mimi nasema mwisho wa Simba utakuwa bora zaidi kuliko mwanzo. Kocha yule kuna siku atakuja Taifa hapo uwanja wa ndege, watu wataenda kumpokea. Na kuna wachezaji watawabeba juu na Simba. Heri ya mwisho mzuri kuliko mwanzo. Simba atakuja kufanya vizuri sana. Mimi nilivyosema ni vile vile. Simba ni bingwa wa Afrika. Ila kwa sasa hivi kuzungumza unaonekana kama akili zako hazijatengamaa. Haziko sawa. Ila mimi ninavyojua Simba ni bingwa wa Afrika tena. Hata usiponielewa leo utanielewa mwishoni. Hata wakati wa kombe la shirikisho kuambia Simba atacheza finali, watu wengi walicheka. Hata wewe mwenyewe ulinicheka. Hata wana Simba wanasema hii kitu haiwezekani. Lakini mwisho wa siku Simba katika finali karibia tu. Na siku zote afadhali upongezwe mwishoni kuliko mwanzoni. Sielewa? Kwa hiyo wana Simba wala sio na wasiwasi. Sisi tumeanza vile, tumejua mapungufu yetu, tungeanza vizuri tungejiamini zaidi. Lakini tunajua mapungufu yako wapi na imani Simba atafanya vizuri mechi zinazofuata. Katika hali isiyo ya kawaida leo katika uwanja wa ndege wakati Simba anasafiri, waandishi habari wafanya interview na coach ambaye ndo manager wenu Pantev. Maneno aliyozungumza pale ni kuna watu ambao hawajaridhika nayo, ambapo wamesema yeye wana Simba wasitegemee 100% ushindi kutoka kwake, ila waamini kwamba watapata matokeo, timu yao itacheza vizuri. Unaendana na kauli ya kocha kwamba wana Simba mtegemee mpira mzuri, lakini hawapi 100% za nyinyi kupata matokeo ya ushindi? Kocha na mazungumzo vile, kwanza anajihami na maneno kwa sababu siku ile ndo Dar es Salaam waliona machungu ya Simba Sports Club. Sababu kuna baadhi walimzomea. Umeona? Sasa hakutegemea kwamba Simba wako vile. Kwa hiyo na yeye kwenye kuzungumza anajiwekea defense. Umeelewa? Defense ile jiwekea ndio hiyo kwamba mechi hiyo ameshinda sawa, hakushinda sawa. Ili watu wasio kama wakao. Waandishi wa habari wakamhoji ulisema hivi ikawa hivyo. Ila mimi na imani Simba anaenda kushinda. Na hata kama kushinda sana anaipata hiyo mechi inayofuata. Kwa hiyo watu wasikate tamaa timu yao. Hakuna kitu kibaya duniani kama kukata tamaa. Kwa sababu naona wana Simba sasa hivi baadhi yao wamekata tamaa. Wasikukate tamaa. Hii ndio timu yetu na tumeipenda sisi wenyewe. Lazima tuunge mkono, kwanza kuunga mkono na kuipa nguvu.
Na nikiona mwana Simba yote anakata tamaa, huyo hafai kuwa mwana Simba. Hafai kuwa mwana Simba. Mwana Simba ni mapambano mpaka mwisho. Mnyama maana yake nini ujue mnyama? Watu hawajaelewa maana neno. Sisi tumeitwa Simba kwa sababu ule mnyama Simba. Simba kuna saa anakimbiza nyati, anakimbizwa nyati, anapigwa na pembe anaenda juu. Akirudi chini anaanza tena pembe. Kwa hiyo sisi ni kama Simba mnyama unavyomuona. Marufuku mtu kukata tamaa. Sisi kuona kwetu ni pale tukaona kwamba tumeishia mwisho. Lakini sasa hizi bado Simba tuna nafasi ya kwenda robo finali. Na sio robo finali, mimi na hakika finali naiona Simba. Simba hii? Yeah. Ila finali. Mimi naona mwisho, wao naona jirani. Yaani mimi naona mwisho, watu naona hapa. Mimi naona mwisho wake itakavyokuwa. Unaiona kesho? Yeah, naona mwisho jinsi itakavyokuwa kwamba Simba anaweza kufanya finali. Kwa hiyo ukiona mwana Simba yote ana doubt, mwacha baki na doubt yake. Vitendo utakavyoviona utakuja kuamini kwamba Simba kweli walizamiria kuchukua ubingwa wa Afrika. Lakini mechi mliocheza juzi, maneno yaliyozungumzwa mengine yana ukweli ndani yake kwamba wachezaji wanahitaji kupewa hamasa kubwa kwamba hii ni Simba na Simba inahitaji matokeo. Wacheze kwa nafasi walizopata wazitumie. Unadhani hayo si yapo sahihi kwa upande wao? Na mimi kuuliza swali moja. Siku ambayo tumefungwa na Raja Casablanca goli 3 Taifa. Pale kila mtu aliongea lake. Hatuna timu, hatuna mwalimu. Wachezaji hatuna nini. Lakini mapinduzi yaliyofanyika tukamfunga nje ndani. Hawa ndio wamerudi tena. Wanakuambia timu tunayo na kocha tunayo. Kwa hiyo washabiki ndivyo walivyo. Kwa hiyo na kitendo cha wana Simba juzi kukata tamaa. Hayo si mambo mapya ndani ya Simba. Kuna watu timu ikifanya vibaya mnakuwa mko nao. Ikifanya vizuri mnaungana nao. Kwa hiyo hao wapo tu. Umeelewa? Inauma lakini ni kuvumilia. Mbona tumepitia mambo mazito sana. Tumefungwa na Yanga mfululizo. Mbona tumeweza kuvumilia? Itakuwa leo tumefungwa mechi hiyo afu na ligi inaendelea? Kwa sababu hii ni ligi. Ligi ni marathon. Kwa hiyo mimi sina shaka na Simba kabisa. Simba wasio na wasiwasi. Na Mungu ni mwaminifu. Mungu ataivusha Simba itaenda robo finali. Mungu ni mwaminifu, ataivusha Simba itaenda finali. Mungu hawahi wala achelewi. Kwa hiyo Simba itavuka tu kwa njia yoyote. Na yoyote nayemuona mimi anaiona Simba hizo kuvuka. Huyu ndio anamwona ndio adui namba 1 wa Simba Sports Club. Lakini Simba hii naiamini, Simba ina kocha bora, walimu bora na nategemea Simba hii itaenda kuvuka na itafanya mazuri zaidi. Namba 1. Ukiona mtu akubali kufungwa, huyo sio mtu wa mpira. Na ukiona mtu timu inafungwa mechi moja, anaanza kukata tamaa, huyo ina maana kwamba hajakomaa. Mpira jinsi ulivyo, unaweza kufungwa hata mechi 2 mfululizo. Sisi tumewahi kufungwa 5, 3 na Simba ikaenda robo. Kwa watu wa miaka hiyo ambao waliona ile hali, walipatikana wengine nao walikata tamaa, wakaona sasa Simba haiwezi kwenda. Ila mimi nakuhakikishia Simba inaenda robo finali. Sikiza maneno yangu mimi. Iweke sehemu ya maneno, Simba inaenda robo finali. Sehemu juzi ambao mlimpiga mtu ndani nje alikuwa ni Vipers ambaye ndo alikuwa mwepesi ya kundi lenu. Msimu huu kwa ile kundi mnani mnamuona mnaweza mkampiga nje ndani mkapata point 6 kutoka kwake na tena huyu unamtafuta huyo mgumu. Mgumu huyo. Experience. Piga ndani nje. Na ugumu kwenye jina tu. Mgumu ndio tulicheza naye juzi huyo. Huyo Swahili Huyo amekucheza mechi karibu 5-6 bila kufungwa. Kwa hiyo ndio unamwona mgumu, lakini zaidi hapo sio mgumu yote. Kwa hiyo nani anapigwa Experience anapigwa nje ndani? Nje ndani kama kufungwa nje ndani tutamfunga huyo tunemfuata huyo Mali nje ndani. Umeelewa? Kama tukumfunga huyu yuzi alitufunga nyumbani, tunaenda kulipizia nyumbani kwake. Na Simba inaenda. Tunaenda kushindia kule nyumbani. Na mimi nasema hivi, Simba ni timu kubwa barani Afrika. Kwanza safari hii National juzi kashinda goli 4. Anakuambia katika historia yake mechi za watu haja kufunga goli 4. Maana yake ana wasiwasi anaweza siende finali. Anaenda siende finali. Baba atatolewa na mtani wenu sasa. Kwamba amezoea hatua hizi sare au kufunga goli 1. Goli 4 ishara mbaya. Mchezaji nadhani matokeo ambayo aliyapata mtani wenu ndo anaumiza sana nyie mpaka kwa sababu mmefungwa. Maisha wewe unaweza kitu kimoja. Wenzetu walichanga karata zao na wakafanikiwa. Karata zao zilikuwa vipi? Karata zao zilikuwa hivi kwamba wahakikisha wanapata goli 1 nyumbani. Na goli 1 walilipata. Lakini vile vile walizulumu goli. Kumbe ile goli ilikuwa halali. Ile goli zilikuwa nzuri. Ile waliofunga wao Yanga, goli nzuri. Goli la Dube.
Goli la Dube la kutumia akili utasemeje bovu? Nasema lile walilofunga Waarabu lilikuwa la halali. Sio halali, ndio kwamba walizulumu ile goli. Mechi ile style 1-1. Okay. Lakini sasa unaiona Young Africans wapi msimu? Mimi Yanga kwa ujumla kwa mwaka huu nilivyoiona. Hata tukizungumza utasema watu mchungaji anasema hivi. Mimi ninachojua ni kwamba hivi tuwape muda. Muda utazungumza. Kama muda tunawapa sasa ndio muda. Nasema muda utazungumza. Ndio ile unasema mwanzo mwema. Kwa sababu mimi nikizungumza kitu kinakuwa kweli. Kinakuwa ndio maana naogopa, nasema tuwaachie. Wewe mwisho ndio utakapokuja kuonekana kwamba uko vipi. Rudia mwisho mwanzo ulivyokuambia. Heri mwisho mzuri kuliko mwanzo. Sijajua. Heri mwisho mzuri kuliko mwanzo. Yeye ameanza vibaya na ameshanya. Hapa tusianze baadaye hapa tuanze maneno kusema eti mbona wenzetu unaanza vizuri sasa hivi imekuwa hivi. Sisi mwisho ndio tunakuja kumalizia game. Ambao nyie ndo mnakuja kufuzu. Uzoefu mashindano haya tunajua wale wanaanza vizuri. Watajua wale wametangulizwa. Wasikate tamaa, wametangulizwa. Wewe ile kundi Yanga apite. Ametangulia kupata matokeo. Si ndio nakueleza, yani kupata matokeo na kupita ni tofauti. Mashindano haya timu kumbuka ziko 4. 2 zitakuwa ziende, 2 zibaki. Ndio nakupa sababu kwamba Simba kwa uzoefu wake nafasi ya kwanza anaweza kupata au nafasi ya pili akapata, pamoja kupoteza pambano. Kwa sababu wanaoongoza ni point 3. Wanaofuatia na 1-1. Ingekuwa mmoja kashinda pale, watu wawili, hali ingekuwa mbaya sana. Gap lipo hivi 3-1-1-1. Umeelewa? 3-1-1-1. Maana yake nini? Sisi tukishinda mechi inayofuata tutakuwa na 3. Umeelewa? Yule atastopishwa mwenye moja, sisi tutapanda juu. Ikitokea wametoa sare, wewe utakuwa na 4, wewe utakuwa na 2. Ndio nakwambia hivi sasa hivi kwenye ile kundi Simba bado ana nafasi kubwa sana ya kuweza kuvuka. Ngaji ngoja nikijaribu kuvuta kumbukumbu, mechi ya mwisho ya kimataifa kushinda Benjamin Mkapa ni dhidi ya Al Masry ambayo ilikuwa ni toka robo finali na nusu finali kama sikosei. Unadhani nini hasa kinawazuia ninyi kupata matokeo katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Kwa sababu baada ya mechi hiyo hakuna mechi yote ambayo mmeshinda ninyi ya mashindano ya kimataifa. Baada ya pale ni wakati sahihi sasa wa ninyi Simba na nyie kuvuka maji kufuata ndugu zenu Zanzibar. Sisi wala ni mipango tu. Mimi sioni kwamba uwanja una shida, lakini kuna kitu ambacho nimejaribu kuwaomba viongozi, kuomba manager wa uwanja, kama viongozi watakubali niende pale niombe masaa 3 kwenye ule uwanja mle ndani. Niombe masaa mangapi? 3 mle. Kama kuna kitu kipo pale kibaya, ule ukungu uliweko pale, kwa sababu kuna ukungu. Kuna mambo mengi, kuna ukungu wa giza uko pale. Na hivi nao nikafanya kazi ya maombi. Kutoa ule ukungu ulioko mle ndani. Kuna ukungu sio mzuri. Na huu ukungu hata Yanga aliuona. Akaamua kukimbia. Na huu ukungu ningejua siku ile ningeombea ndani ya pitch. Nijua niliomba nje ndani ya pitch, yale magoli. Huo ukungu walioweka hatujajua. Lakini ule ukungu ule ule ukungu sio mzuri ulioko mle. Ule uwanja umeuharibu. Ule uwanja umeharibika. Kabla ya mechi ya marudiano nitaomba niingie mle ndani. Nishike nguzo ya huku na nguzo ya huku. Nguzo hizi 2. Kwa sababu kilichofanyika ule ukungu umewekwa pale kwamba ule upepo. Kuna upepo ulikuwepo pale miaka 4-5 iliyopita. Ulikuwa ni upepo wa Simba tu. Mkapa tokeni. Sasa ule ukungu ulikuwa unatoka kaskazini kwenda kusini. Mwandishi sikiza kwa makini hapa, vitu vya msingi hivi. Upepo ulikuwa unatoka kusini unaenda kaskazini. Ujawahi kuona kuna goli pale Simba anasema goli la huku waga lina njaa. Umekusikia hizo habari? Ndio ilikuwa huku anaweza kupata matokeo kidogo, huku akaja akamalizia game. Angalia mechi na Nkana, angalia mechi na nani, angalia mechi na National, angalia mechi na nani. Umeelewa? Sasa wakaingiza upepo mwingine wa kupeleka magharibi kwenda wapi? Kaskazini. Magharibi? Mashariki. Sasa hii magharibi mashariki inabidi upepo utolewe. Uweko upepo wa kupeleka kaskazini kusini. Mambo kitaalamu sana. Unajua leo nimejaribu. Hawezi kwa mtu hivi ngumu hawezi kujua. Lakini ukungu hata Yanga amekimbia. Anayaliona. Ule ukungu naye aliona. Yule shida
ya mambo haya unaweza ukatengeneza wewe, alafu ukasahau kwamba ulitengeneza, alafu ikaja kukuathiri hata wewe mwenyewe. Mfano, leo hii unawaelekeza watu wa Berkane kwamba Simba anafanyaga hivi. Unasahau kwamba kuna siku nayo Berkane nayo itakuja. Ikija nayo itakumbuka zile mbinu zile ulizomwambia, atafanya zile. Kwa kipindi hiki utajua unapata faida. Lakini mwisho wa siku unakuja kukuathiri mpaka wewe mwenyewe. Kwa ule upepo Yanga anaujua na aliweka yeye mwenyewe ule upepo. Sasa hivi amegundua kwamba upepo hata yeye kwake sio mzuri. Nifanyeje nikimbie? Maana leo weka upepo mwenyewe inawezekana haujamuona. Bado hujielewi ndugu yangu. Nazungumza vitu ambavyo watu hivi vitu ndio vya kichungaji sasa uelewe vizuri. Hasa ule upepo ambao unatoka kaskazini. Unatoka mashariki kwenda magharibi. Mashariki, magharibi ndio upepo ambao uko mle. Upepo ule kuwepo ni kusini, kaskazini. Nataka niurudishe ule upepo wa Simba. Na ule upepo ukurudishwa mle ndani unakaa karibu miaka hata 6. Mtachukua ubingwa kwenye muda huo. Hasa watu wakuelewa. Hata mechi na Berkane tungechezea hapa, tusingechukua sababu ule upepo kwa ushabadilika. Na hapo ushaanza kunielewa sasa. Tunaelewa. Ule upepo ushaanza kubadilika. Hata mechi hiyo na Al-Masry yenyewe tulishinda kwa mbinde mpaka kwenye penalty. Na ndio mechi ambayo niliomba, kama nakumbuka, nilikuwa mpana jukwaa, niliomba muda mrefu. Sio, naikumbuka ile. Kwa hiyo upepo huu nitaubadilisha mwezi mechi inayokuja. Hiyo ni hadharani, sifichi mtu. Huo upepo nitaubadilisha na Simba atarudi katika hadhi yake aliyoizoea. Umeelewa mpaka hapo? Na upepo ule ni masaa haya 3. Na sikio niwe ndani ya mfungo. Ndio upepo ule utatoka. Natoa giza, naingiza nuru. Natoa giza, naingiza nuru. Nuru ya Simba itawale, giza lililowekwa